Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anataka marekebisho yafanywe katika mkataba kati ya Marekani na Iran, mkataba wa kumaliza vita. Rais huyo wa Marekani ameomba marekebisho yafanywe kwenye makubaliano kati ya Marekani na Iran yanayolenga kukomesha mapigano yaliyoanza mapema mwaka huu, vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani katika maeneo ya mkataba wa kumaliza vita kati ya Marekani na Iran, baadhi ya maeneo anayoyaangazia ni pamoja na suala la mlango wa bahari wa Hormuz, kwamba anataka kuondolewa kwa vizuizi katika eneo hilo la mlango wa bahari wa Hormuz na kwamba eneo hili liwe huru kabisa. Lakini anachotaka kingine ni kuondolewa kwa madini ya urani. Rais huyo wa Marekani anataka Iran isiwe na silaha za nyuklia, lakini kutokuwa na silaha za nyuklia kwa nchi hiyo ni juu ya kuondolewa kwa urani iliyorutubishwa, ambapo ni zaidi ya kilogramu 400, sawa na 60% ya urutubishaji wa urani, ambayo anahisi huenda baada ya muda mfupi wa Iran wanaweza wakairutubisha na kufikia zaidi ya 90% yenye uwezo wa kutengeneza mabomu ya nyuklia, na hili ndilo ambalo rais huyo wa Marekani analipinga vilivyo. Rais wa Marekani Bwana Trump katika wakati huu anasema kwamba sasa anachokitaka ni Iran kutokuwa na silaha za nyuklia. Ikulu ya White House hata hivyo hadi wakati huu haikutaka kujibu maoni ya vyombo vya habari kuhusu ni namna gani mabadiliko juu ya suala la nyuklia yataweza kufanywa, kwani jambo hili bado linahitaji majadiliano ya kina. Mohamed Bagher Kalibaf, mpatanishi mkuu wa Iran na spika wa bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, amesema jana Jumapili kwamba Tehran haitokubali makubaliano yoyote isipokuwa yawe haki na yaangalie haki za Wairan zipatikane kikamilifu. Anasema Bagher Kalibaf. Rais na wasaidizi wake wakuu walikutana Ijumaa kufanya uamuzi wa mwisho juu ya mfumo wa kuongeza muda katika suala la kusitisha mapigano na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini mkutano huo ulimalizika bila ufafanuzi kuhusu hatua zinazofuata. Makubaliano hayo yalimeripotiwa kwa mara ya kwanza kupitia shirika la habari la Axios mnamo siku ya Jumamosi. Yamejumuisha kusitishwa kwa vurugu na vita kwa ujumla kwa siku 60, lakini pia wito wa kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz na mfumo wa kufungua tena na mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, kulingana na CBS News. Ikiwa diplomasia itaendelea, makubaliano hayo pia yanaripotiwa kuhusisha uwezekano wa kupunguzwa vikwazo kwa Iran ambavyo vinaweza kuiruhusu kupata mabilioni ya dola katika mali zilizozuiliwa, jambo ambalo pia rais wa Marekani ni kama vile analipinga. Lakini wa Iran wanasema moja kati ya jambo ambalo wanataka kwa sasa ni kuona rasilimali zao zilizogandishwa, hasa fedha ambazo zimegandishwa kutokana na mauzo ya mafuta pamoja na gesi na biashara zingine, yanarejeshwa katika benki zao. Kwa sasa hali ya uchumi wa Iran imeyumba, lakini ni Marekani ambayo imesababisha kuyumba kwa uchumi wa Iran, na ni katika kile ambacho rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba vita vya sasa kati yao na Iran ni vita vya kiuchumi, na kwamba kupitia vita vya kiuchumi vitaifanya Iran isiwe na uwezo wa kuzalisha na hatimaye kuamua yenyewe kuachana na mpango wa vita na hatimaye kuiachia serikali. Na huo ndio mpango ambao Marekani ilikuwa ikiutaka, lakini ni kama vile nao pia umeshindwa, kwani serikali hiyo bado inazidi kujimarisha zaidi na kwamba haipo tayari kuondoka mamlakani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.